Habari hii inatokea wilayani Monduli mkoani Arusha. Anayeripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Taasisi ya Okoa New Generation katika kuadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani imefanya maadhimisho maalum katika shule ya sekondari Manyara iliyopo wilayani Monduli mkoani Arusha, ambapo maadhimisho hayo yamebebwa na kauli mbiu isemayo mimi ni msichana kinara wa mabadiliko kwa Tanzania tuitakayo ya 2050. Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Okoa New Generation Bi Neema Mgendi amesema kwamba lengo kubwa katika maadhimisho hayo ni kupaza sauti kuhakikisha kwamba watoto wa kike waliopata ujauzito wanaweza kurudi shule na kuendelea na masomo. Pia kutazama haki za msingi za mabinti na wasichana nchini, hasa zinazowazuia watoto wa kike kushindwa kupata elimu. Kwa majina naitwa Neema Mgendi, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Okoa New Generation. Leo tumekusanyika hapa katika vijiji vya Monduli tukiwa tumewakusanya wananchi zaidi ya 250, wanafunzi zaidi ya 1200, lakini pia tumeweza kukusanya mabalozi wa elimu ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja. Tuko pamoja na CSO zaidi ya 5 zinazofanya kazi katika wilaya ya Monduli, lakini tupo pia na serikali pamoja na afisa elimu wilaya katika upande wa sekondari. Hii yote ni kwa sababu gani? Hii inayotusababisha tukutane hapa na Okoa New Generation kukusanya watu hawa wote ni kusherehekea siku ya mtoto wa kike duniani. Na kwa nini siku ya mtoto wa kike duniani? Kama Okoa New Generation ambao tumejikita katika kuhakikisha mtoto wa kike anapata haki ya elimu, ndio maana tumepaza sauti kupitia siku hii kwa upande wa vijijini. Kuna wenzetu ambao wameazimisha huko Dar es Salaam, lakini pia sisi tukaona ni vema pia tuwakumbuke watoto wa vijijini, na katika watoto hawa vijijini tumekumbuka pia watoto wenye ulemavu. Shule hii ambayo tumekusanyika leo ya Manyara ni shule ya watoto wenye ulemavu, lakini kikubwa tunachopaza sauti ni kuhusiana pia na waraka wa serikali uliotoka kuhusiana na watoto wenye ujauzito kurudi shule. Leo tunapoadhimisha siku ya mtoto wa kike kimataifa, tunaenenda zaidi pia kwenye kutazama ni namna gani zile haki za msingi ambazo zinakuwa zinadhuriwa na mila, desturi, mimba za mapema, umaskini, lakini pia changamoto za ulemavu zinazompelekea mtoto wa kike kutokupata haki yake elimu. Tumekutana na wananchi, wanafunzi, walimu, serikali, taasisi zisizokuwa za serikali, kujumuika kwa pamoja, kuzungumza, kushauriana, lakini tumepata muda pia wa kuangalia na kumsikiliza mtoto ambaye alipata ujauzito, changamoto alizopata, lakini mzazi ambaye ameelea mtoto aliyopata ujauzito, lakini wale waliorudi shule. Lakini si hivyo tu, tumeweza kuchochea mijadala kupitia sinema ambazo zimeonyeshwa katika tukio hili. Lakini sio hivyo tu, tukitambua kwamba mtoto wa kike anatakiwa kupata haki ya afya ya uzazi, tumetoa elimu hiyo na kuweza kutoa zawadi za taulo za kike zaidi ya taulo 400 kwa watoto wa shule yote ya Manyara, watoto wa kike, ili waweze kupata haki ya hedhi salama. Fadhiliwa na wafadhili tofauti tofauti ikiwemo Malala Fund, lakini kwenye upande wa media tumeweza kufadhiliwa na WGNR Africa, ambao hawa nao ni wanaharakati wenzetu ambao tunatetea masuala ya mtoto aliyepata ujauzito kuweza kurejea kupata haki yake ya elimu kupitia waraka uliotolewa na Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu kwenye kutetea haki ya mtoto, hasa pale wanapokuwa wamepata changamoto na zikawapelekea wakapata mimba pasipo kujipanga, pasipo kukusudia, na hata kama wamekusudia basi kuona namna gani wanapata nafasi ya pili ili kumsaidia yule mtoto mdogo aliyezaliwa, lakini pia kumsaidia yule mama asiweze kuendelea kuzalishwa akiwa nyumbani na hana elimu, akaongeza watoto wa mtaani lakini kushindwa kumlea mtoto wake, lakini kumpa nafasi ya pili aweze kuendelea na masomo ili kuwa sehemu ya chachu ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Kama unavyoona, kauli mbiu ya leo inatuambia kwamba msichana kinara kwa mabadiliko ya Tanzania tuitakayo kwa mwaka 2050.
Naye afisa elimu wa wilaya ya Monduli Mwalimu Jiven Jonathan amesema kuwa serikali itaendelea kushirikiana na mashirika ya kiraia ili kuhakikisha mtoto wa kike analindwa dhidi ya ukatili wa kijinsia hasa ndoa za utotoni, na amesisitiza kuwa elimu ni haki ya msingi kwa mtoto bila kujali changamoto zozote alizozipata awali. Naitwa Mwalimu Given Jonathan Mwe, ni kaimu afisa elimu sekondari wilaya ya Monduli, na leo niko katika eneo la Manyara Sekondari ambapo kuna tukio ambalo limeendelea ambalo ni kubwa, hasa ni kumsaidia mtoto wa kike aweze kumaliza mzunguko wake. Kwa maana kwamba ameanza darasa la kwanza mpaka amefika la 7 na bado ataanza form 1 mpaka form 4 bila kuwa na changamoto zozote. Na ukijua kwamba sisi tunawategemea wadau wakubwa ambao wadau hawa ni wengi ambao wanatuwezesha kama tulivyoona Asante Africa, Okoa Generation na mashirika mengine ambayo yamekuwa yanatoa msaada mkubwa hapa Monduli. Na eneo kubwa ambalo sana tumeona wanawasaidia watoto wetu wa kike ni kuwawezesha kwa kuwapa taulo za kike, kuwapa ujasiri, kuwasaidia maeneo mbalimbali ambayo yanahusu mfumo mzima wa elimu, lakini zaidi kujitambua. Na nikiwa kama afisa elimu nimeona kwamba wadau wetu hawa ni muhimu tusaidiane nao, kuwapa ushirikiano wa bega kwa bega ili waweze kufanikisha azma ya taasisi zao. Mashirika haya tunazidi kuyakaribisha kwa sababu yameleta faida nyingi, na watoto wetu wa kike wamekuwa wakiona faida tunayoipata, na hata wakuu wa shule pamoja na walimu wamefurahia kwa sababu kuna mafunzo ambayo wanayatoa. Kwa mfano kwenye clubs, ziko clubs ambazo zinaendelea hapa shuleni, na hizo clubs ukiziangalia ndani yake zinatoa elimu hasa kwa watoto wa kike, na watoto wa kike hao wanapopata elimu manake wanajitambua ndani ya shule na nje ya jamii. Ina maana wakienda nyumbani wanaweza kuwasaidia na wenzao kwamba jamani, hichi kinachofanyika kwa watoto wa kike cha ukatili wa kijinsia, ukatili wa kuwatenga, na wanafunzi wa kila aina wanaweza kujitegemea wenyewe pasipo tena kusimamiwa. Kwa maana hiyo kwamba niseme kwamba mashirika haya kwa upande wa Monduli yana faida kubwa kwetu sisi wazazi, kwamba tujumuike kwa pamoja kuja mashuleni kuzungumza na wanafunzi wetu hasa kwenye vikao vya wazazi. Maana nimwangalia kwa sehemu nyingine vikao vinakuwa na ufinyu wa wazazi, hawafiki kama inavyotakiwa. Shule na wanafunzi 1200 lakini unashangaa wazazi wanaokuja ni 40. Kwa hiyo tunategemea wazazi basi, hebu tufike mashuleni kwenye vikao vya wazazi, tusikilize walimu wanatuambia nini, ili kusudi basi yale ambayo yanaibuka tutoe na sisi na saa kwa watoto wetu, tuzungumze nao kwa pamoja. Lakini sisi pia kama ushauri wa halmashauri tunasema kwamba wadau wetu hawa tuwaombe wasifikie mwisho, na kama kuna wadau wengine wajitokeze kwa wingi kufika kuwasaidia wanafunzi hawa ili kusudi tuendelee kufanya vizuri zaidi. Hawa ni baadhi ya wasichana waliowahi kupata changamoto ya ndoa za utotoni. Jina naitwa Jacqueline Yusufu. Shukuru kwa hii siku ya msichana kurudishwa shuleni, maana imenipa pia nafasi ya pili katika mambo yangu mimi hapa hivi. Kwa hapa hivi mabinti kama mimi waliopita changamoto kama hii ya kwangu, yani ninaomba kwanza wajifunze kutokea kwangu na waangalie vitu nilivyopitia mimi, na pia wao ninawashauri kwamba hivi wasikate tamaa, wasonge mbele kutokana na changamoto walizopata au nilizopata mimi, zisiwafanye yani wakate tamaa, bali wapate nguvu mpya tena ya kuinuka na kuendelea mbele, maana sio mwisho. Kwani kukosea mara moja yani simfanye wani kwamba hivi akate tamaa na maisha yake, hapana, asonge mbele, asikate tamaa. Jina naitwa Nancy Oscar. Generation hizi zinazokuja kutuletea hizi taulo za kike zinatusaidia sana shuleni wakati msichana yuko kwenye siku zake. Tunawashukuru kwa kutusaidia. Wazazi wameshukuru taasisi ya Okoa New Generation na taasisi zingine za kiraia kwa kuwasaidia kutoa elimu kwa watoto wa kike, huku akikiri kwamba malezi bora na ushirikiano na taasisi mbalimbali ni njia ya kumlinda mtoto na kujenga kizazi imara chenye mchango chanya kwa taifa. Kwa majina naitwa Nabulu Noi. Mimi kama mzazi ninashukuru sana hii taasisi ya Okoa kwa kutoa elimu hii ya kuwarudisha watoto wa kike shuleni pale wanapopata mimba.
Kwa sababu gani? Wakipata mimba wanaishia pabaya, wengine wanaolewa na watu ambao hawajawapenda, hali ambayo inawapelekea wengine wenyewe kuwatupa watoto wao makorongoni, chooni na kadhalika. Kwa hiyo elimu izidi kutolewa kwa watoto wa kike, kuwaelimisha, kuhamasisha na kwa nao karibu ili waweze kufikia malengo yao. Kwa majina anaitwa Julius Saibolo wala Mariki, kiongozi wa jamii la Iguanani. Lakini pia tunapowaona mashirika ambayo wanaelimisha jamii, nashukuru sana. Ni mkono wa jamii lakini pia ni mkono wa serikali. Kwa hiyo wale wa Central Africa, naitaje wale wengine? Okoa Generation wanafanya kazi jema. Mimi ninawahimiza kwamba wasichoke. Lakini naomba siku moja wakae na Malaigwana kwenye semina kwa ajili ya wao kupata elimu hii mnayotoa ndani ya jamii. Sababu ni watu ambao wanakubalika kule kwenye jamii na wanafikisha elimu ndani ya jamii. Kwa hiyo siku moja ninaomba kwamba nao wao wanapata mafunzo kidogo. Nini haki ya mtoto wa kike wapate. Kishapata watakuwa mabalozi wazuri sana. Maadhimisho hayo yamekuwa jukwaa muhimu la kutoa elimu, kuhamasisha usawa wa kijinsia na kuibua mijadala kuhusu namna bora ya kumlinda mtoto wa kike ili aweze kufikia ndoto zake bila vizuizi. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.